Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ilmu ya uchawi ni katika ilmu za haramu, na kwenda kwa waganga au wapiga bao au wapiga ramli au makuhani au mtu ambaye anajinasibisha na dini ya Uislamu akavaa vazi la dini ya Uislamu lakini ni mganga, elewa huyo ni mshirikina, tena huyo ni kafir murtaddun, ametoka katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haifai kwenda kwake kutaka shida zako au kumwomba shida zako au kumwelekezea matatizo yako. Ibadallah, asema Allah subhanahu wa ta'ala akilielezea jambo la uchawi kwamba hili ni katika jambo la haramu, wala si katika ilmu ambayo inayotakikana kwa mtu kuwa nayo, akipigilia mfano Allah subhanahu wa ta'ala kwa Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam, walivyomuona Nabiiullah Musa anafanya katika miujiza ya Allah. Ile ilikuwa ni katika miujiza yake ambayo alimpatia Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam, na wala hakuwa Musa ni katika wachawi, na hili alikataa Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala falamma ja'ahumul haqq, pindi ilipoajilia wao haki, min indina, kutoka kwetu sisi, qalu, wakasema hao, inna hadha la sihrun mubin, hakika huu ni uchawi uliokuwa wazi. Wakinasibisha baadhi ya wachawi na waganga ambao wanajiita ni Waislamu na wanatibu kwa tiba za Kiislamu, kumbe ni waganga na ni wachawi, ya kwamba hata Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam naye alikuwa ni katika wachawi, alikuwa na ilmu ya uchawi. Hapana, bali hii ilikuwa ni katika miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yuflihu as-sahir, na wala hawezi akafaulu kwa namna yote ile ambayo atakayokuja mchawi. Lau tamtegemea Allah kutokamana na vitimbi vya mchawi, ukamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi akafaulu mchawi akakuroga au kamwogopa jirani yako kwa sababu ya uchawi aliyokuwa nao. Elewa ya kwamba hawezi akafaulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni ambaye mwenye kutegemewa tabaraka wa ta'ala. Ni Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni ambaye mwenye kutatua matatizo ya watu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hakika jambo la uchawi ni katika mambo saba yale ambayo yanayomwangamiza mtu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ishtanibu sab'al mubiqat, yebusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Qalu ya Rasulullah wama hunna, wakasema masahaba ni mambo yapi ewe Mtume wa Allah? Qala, akasema alayhi salatu wassalam, ashirku, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ashirku billah wasihru, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na uchawi. Uchawi ni katika mambo ambayo yenye kuangamiza. Wenda kwa waganga ni katika mambo ambayo yenye kuangamiza. Wahitajia biashara zako ziende, mambo yako yaende, una shida, una matatizo, Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake ndiye wa kuelekewa subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, anasema alayhi salatu wassalam katika jambo ambalo watu wengi wamekuwa kilipenda kuwaendea waganga wakatatua shida zao, wakatatua haja zao. Mtu ana biashara zake, ana mke wake au mume wake, atafuta mapenzi, au ana mtoto wake anaumwa, au mzee wake ni mgonjwa, anatafuta tiba na ponyo, anaenda kwa mganga. Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya habari ya kwenda kwa mganga, kwenda kwa mpiga ramli au mpiga bao au kuhani au yoyote mithili ya wao. Anasema alayhi salatu wassalam, yote ambaye atakayemwendea kuhani au arrafan au mganga, fasaddaqahu bima yaqul, na akamsadikisha yale ambayo anayosema, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, hakika mtu huyo atakuwa amekufuru yale ambayo yaliteremshwa kwa Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwenda kwa mganga ukaamini yale anayosema mganga au mtu wa nyota au mpiga bao au mpiga ramli au kuhani, ukaamini yale anayosema, elewa wewe kule kuamini tu, elewa wewe ni katika wale ambao wameyakufuru yale ambayo aliyokuja nayo Muhammad alayhi salatu wassalam. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah.